Shenda Mtita TV. Shenda Mtita TV. Shenda Mtita TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Yes bwana, ligi kuu soka Tanzania bara imemalizika mara baada ya watani wa jadi Simba na Young Africans kukamilisha raundi ya 30. Miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa nyota kweli katika mchezo huo ni pamoja na Pacome Zouzoua, mchezaji ambaye alionekana kuwa bora sana kusaidia Young Africans. Na ikumbuke tu kwamba hata kabla ya mchezo tulijadili katika jukwaa hili kuhusiana na uwezo wa Pacome Zouzoua. Na hapa nipo na mzee wa data Ramadhani Mbwaruke, angalau tupige swali mbili tatu. Na mara baada ya ligi kumalizika na Pacome ndiye ameonekana kuwa nyota kweli katika mchezo wa watani wa jadi. Naam, mzee wa data, karibu sana dimbani. Asante sana, shukran Chris. Uko sawa kabisa? Mwenyezi Mungu ajalie kheri, mimi niko vizuri, hofu kwako? Mimi nashukuru Mungu, ligi pia imemalizika. Naam. Imemalizika, ni ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika. Usiishie tu kusema ligi. Kwa mujibu wa CAF, shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika, hii ni ligi namba 5. Kwa hiyo unapozungumza imemalizika, lazima koo lako liweke vizuri Chris, au? Sasa mzee wa data. Mzee wa data, miongoni mwa vitu ambavyo vilifurahisha wananchi ni kushuhudia dabi ya Kariakoo imepigwa, ambayo iliachwa tarehe 8, tarehe 15 na tarehe 28 ikapigwa. Naam. Miongoni mwa mchezo huo Pacome Zouzoua ni mchezaji ambaye ameonekana kuwa amezungumzwa sana kutokana na ubora wake ambao umeonekana machoni mwa watu. Sasa natamani kufahamu kidogo small details zako zile ambazo unahitaga mwenyewe juu ya Pacome Zouzoua, performance yake katika mchezo dabi ya Kariakoo. Chris na watazamaji wako, ni kwamba Peodo Pacome Zouzoua ni kweli alionyesha kiwango bora sana, na uthibitisho sio tu jicho lako Chris na pengine na mashabiki waliozungumza nao, bali pia wataalam katika ufuatiliaji wa mchezo ule walimpa kura ya kuwa ndiye man of the match wa mchezo, ambayo kwa msimu huu kwa Pacome Zouzoua ameshazitoa mara kadhaa. Nadhani ile kwenye ya 7 ya 6 hivi. Kwa hiyo yeye ni kawaida yake kwa msimu huu, kila mara alipata nafasi ya kucheza alifanya vizuri sana. Kiasi ya kwamba ambacho kwa nini amefanya vile inafahamika wazi. Kwanza, kutekeleza wajibu wake kama mchezaji mmoja wapo wa kigeni ndani ya Yanga, hakikisha anajihakikishia ajira ndani ya Yanga, kwa sababu Yanga ni miongoni mwa klabu barani Afrika ambazo zinalipa vizuri. Kwa mchezaji kama yeye aliyetoa Yanga akiwa na title ya kuwa MVP katika ligi kuu ya Ivory Coast, ni dhahiri kwamba malipo yake ni manono, kama ilivyo katika nchi za ukanda wa UNAF, tunamaanisha Misri, tunamaanisha Morocco, Tunisia, Libya, Algeria, Afrika Kusini nayo ambayo iko Kosafa, ndio sehemu ambazo maslahi wa manono yanafahamika. Lakini kwa miaka hivi karibuni Tanzania imo katika orodha ya ligi ambazo malipo ni mazuri, na hususan kwa wekundu wa Msimbazi Simba, kwa Yanga, kwa Azam. Sasa Pacome yupo Yanga. Kwa hiyo kwa vyovyote kujihakikishia ajira msimu ujao, hili ni kwamba kwenye mechi hii ya maamuzi, mechi ya mwisho ambayo Yanga waliingia uwanjani na pointi 79, Simba pointi 78. Simba walihitaji ushindi watoe ubingwa, kwa sababu wangefikisha pointi ambazo Yanga wangeishia kujikuta wanakuwa wa pili, kwa sababu Simba angekuwa na pointi 81 kama wangeshinda. Lakini kwa Yanga walikuwa wanahitaji walau sare wawe mabingwa, kwa sababu wangetimiza pointi 80, Simba ikabaki na 78. Lakini Yanga kushinda ni ice on the cake, ni kitu cha ziada, kwa sababu badala ya kupata tu pointi 1 kwa sare wawe mabingwa, maana yake inaongezea zaidi kwamba wanapata ubingwa lakini na furaha ya kumfunga mtani. Sasa Pacome Zouzoua sababu ni hiyo, lakini sababu nyingine sokoni. Unajua mechi za mwisho wa msimu wanaokutazama ni wengi, sio tu katika ligi kuu Tanzania bara ambapo mabosi wa klabu yake ya Yanga wangali wanataka kujihakikishia kwake, lakini pia na timu nyingine, lakini pia na ligi nyingine za nje ya Tanzania ambazo pengine wanaweza kaongeza mpunga zaidi, afuate nyayo za kina Aziz Ki, afuate nyayo za kina Fisto Kalala Mayele na wengineo ambao wamepita Yanga, na mara zote wakichukuliwa manake wanalipa vizuri zaidi, kwa sababu kama Yanga wanalipa vizuri au wanaokuja wanalipa vizuri zaidi, ndio maana kina Aziz Ki, kina Mayele wamekwenda kujiunga na klabu za Pyramids na Wydad Casablanca, na yeye angetamani kwa hivyo. Hizo ni sababu hizo unaita small details, vile vidogodogo vya kujificha. Lakini sababu nyingine, mwenendo wake katika ligi kuu Tanzania bara msimu umekuwa mzuri. Kwa hiyo kwenye mechi kama hii ambayo huenda title wale wa MVP contenders, washindani wake katika kuwania tuzo ya MVP msimu huu, kwa vyovyote Simba mule wamo. Yani wewe Kristo ukizungumza nikikwambia hebu taja wale watatu Simba ambao wanaweza wakawa kwenye orodha ya kuwania. Sijasema mshindi, kwa sababu mshindi
Utoi wewe, sitoi mimi. Lakini walau wakuwepo kwenye orodha ya kuania tuzo ya MVP kwenye Simba pale uwezi ukakosa watu wakawataja kwamba ninavyoona fulani na fulani kwenye orodha hawezi kukosekana. Sasa Pacome anajua nakutana na Simba ambayo kuna washindani wangu katika kuania tuzo ya MVP. Unajua alishanogewa kabla kutoa Yanga, nimekwambia alikuwa mshindi wa tuzo ya MVP katika ligi kuu ya Ivory Coast. Yaani mchezaji bora wa msimu katika ligi kuu. Sasa anaona mwenendo wake ni mzuri, anaona mechi hii wapo wachezaji ambao akizubaa ndo anaenda kumpika kwenye tuzo ya MVP. Kwa hiyo inaweza kama ile jitihada binafsi, mipango binafsi mbali na mipango ya timu, na yeye binafsi ona hapa ndo ni uweshe, ni wafunike ili kija kwenye tuzo tukiwa wote basi hawa wasiwe sehemu ya kushindana na mimi, watoke timu nyingine lakini sio Simba. Inaweza kawa ni sababu. Lakini kingine ni ukweli kwamba taarifa zipo kutoka idara ya habari na mawasiliano kwa umma ya Yanga kwamba waliwekewa mzigo mnono. Umeshaona kwamba wakishinda, kwa sababu watakuwa wamepata ubingwa, watakuwa wamewapa furaha mashabiki wao kwa kumfunga mtani wao, kutoa ubingwa kwa kupata pointi dhidi ya mtani wao katika mechi ile ya kuhitimisha msimu. Sasa kwenye mzigo kwa vyovyote, yule ambaye anaonyesha kiwango bora zaidi, wakati mwingine mizigo hii, kuna mizigo ambayo sio rasmi kwa mashabiki, kwa viongozi ya pembeni mbali na ile mzigo wa pamoja wa timu ule ambao idara ya habari na mawasiliano kwa umma Yanga imekuwa ikisema. Kwa hiyo nalo ni eneo lingine la kiuchumi. Isitoshe Pacome, kama unakumbuka vizuri, zipo baadhi ya mechi inaisha, watu wanavyokunwa na burudani yake, wanatembeza bakuli, wanachanga fedha kwenye begi kama unakumbuka vizuri, wanaenda kumkabidhi kuonyesha upendo na furaha ya kile anachokifanya. Kanogewa anataka ni kuna mtu asotaka hela Chris. Hakuna. Hii nayo inaweza kuwa sababu. Lakini vingine ni kwamba mwisho wa siku ni talanta yake tu. Iwe hata kama hajapania hivi na hivyo visema, lakini bado Pedro Pacome Zouzoua akiwa uwanjani agusapo mpira ni burudani kwa mashabiki. Namna anavyoweza kudribble, kupokea, kupiga chenga, kupiga mashuti. Matukio yake yeye alikuwa sio tu kwamba amewezesha Yanga kushinda katika mechi ambayo Yanga alishinda 2-0, yeye akisababisha penalti katika dakika ya 66 ambayo alipiga yeye mwenyewe na kuifanya Yanga ipate bao la utangulizi, lakini yeye aliyetoa pasi ya bao la pili lilofungwa na Clement Mzize dakika 86, lakini yeye aliyekuwa akiongoza katika kipimo cha umri. Hii huwa inatumika na watu wa mpira wa miguu hususan katika ligi kuu Tanzania bara, nadhani umenielewa. Yaani ile ambayo unachomoka na mpira ili mpinzani anayekuzuia katika nafasi yako awe anafungasha tela. Mara nyingi sio anatamka hivyo. Mtu kama Mpanzu Kibisawala mzuri sana katika mambo ya vipimo vya umri, lakini kwa Yanga Pacome Zouzoua ni mmoja wapo kwamba ana kasi, ana uwezo mkubwa kudribble mpira, kupiga chenga, kutoa pasi za mwisho, kufunga. Na katika mechi hii mambo mengi alikuwa yakiyafanya superb, yanakubali. Mpaka dakika ya 90 plus anatolewa katika substitution ambayo iliwezesha kuingia kwa kina Shwaboy, kwa kina Ikangalombo. Tayari Pacome alikuwa ameiteka ile mechi na haikushangaza mwisho wa siku akawa man of the match. Ni katika mechi ambayo kama angekuwa na utulivu zaidi, pengine angeweza kufunga bao lingine, pengine angetoa assist nyingine, kwa sababu katika dakika ya 76 kwa mfano, akiwa kwenye kiwango bora sana, Pacome aliwazidi maarifa mabeki wa Simba, akawa kwenye nafasi katika kutimiza mpango wa mechi. Kulikuwa na timu wake ilifanyika katika dakika ya 76, migongeano mizuri, alikuwa na uwezo wa kufunga, lakini alikuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kutoa assist, kwa sababu ni katika nyakati ambazo Clatous Chota Chama, Clement Mzize walikuwa kwenye nafasi nzuri zaidi. Yeye alikuwa kwenye nafasi nzuri, au nilowataja walikuwa kwenye nafasi nzuri sana. Yeye akataka afunge, kanogewa, akapotezea Yanga nafasi ya kufunga ambao pengine Yanga angepata ushindi mwingine mnono zaidi. Alikuwa kwenye kiwango bora, lakini pia sio tu katika kushambulia. Pedro Pacome Zouzoua alifanya Yanga iwe salama, hususan upande uliokuwa akicheza wa kushoto mwa uwanja kwa Yanga, kulia kwa Simba. Wajua kwa sababu gani Chris? Simba chini ya Faru Davis kwenye kucheza kwao huwa baada ya golikipa walinzi wanne, viungo yule ukabaji, viungo watatu washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Mfumo unaotumia Yanga pia. Yanga katika wale watatu wa juu, yeye ni mmoja wapo, alikuwa anatokea upande wa kushoto, ingawa wakati mwingine anaingia ndani. Kwa Simba hawa mabeki wanne wa pembeni huwa ni miongoni mwa wale ambao kwenye ujenzi wa mashambulizi ya Simba unawategemea sana. Na maanisha beki mbili na beki tatu. Na maanisha Shomari Kapombe na Mohamed Hussein Shabalala. Katika mechi hii dhidi ya Yanga, Simba dhidi ya Yanga, Yanga wakiwa wenyeji, upande wa Kapombe ambaye ni hatari sana katika kuanzisha mashambulizi kwenye ligi kuu Tanzania bara, Simba ikiwa na bao 69, yeye amefunga matatu, beki mbili huyo. Yeye ametoa assist 3, beki mbili huyo. Yeye amesababisha penalti 5 kati ya yale mabao 12 waliofunga Simba kwenye ligi kuu msimu huu mpaka inahitimishwa.
Penalty 5 zimetoka kwa Shomari Kapombe. Huwa akipanda sio tu kuongeza mapana ya uwanja, anaingia ndani, tunasema underlapping. Wakati mwingine anakuwa kama namba 9 wakati yeye ni beki mbili. Sasa siku hii wanacheza na Yanga. Pacome Zouzoua alimfanya Shomari Kapombe ili balaa lake kwa wapinzani katika kupanda life, kwa sababu muda mwingi alijikuta Kapombe akitekeleza majukumu mama kama beki mbili kuzuia. Ni kwa sababu kila akitaka kupanda, nakumbuka kuna nambari 26 mgongoni, nywele zake kama zina bleach. Peodo Pacome Zouzoua ni hatari kweli kweli. Kwa hiyo Kapombe alijikuta muda mwingi yuko kama beki, amekuwa pindi nyuma ya katika eneo la kiulinzi la Simba. Dakika 45 za kipindi cha kwanza, Simba haina shuti lolote la kulenga lango la kutoka nje. Ni kwa sababu wale wanaoshiriki katika kutengeneza mashambulizi ya Simba akiwemo Kapombe walijikuta muda wote wapo katika eneo lao kwa sababu ya mtu kama Pacome. Kipindi cha pili, shuti la kwanza Simba wanapiga la kulenga shaba dakika 87, wakati kwenye muda ule tunaoona sio ule wa mwamuzi Amin Omar, ni kwamba ilikuwa bado dakika 3 mpira umalizike, ndio ambao Simba walipiga shuti la kwanza, lilipigwa na Awesu mtokea benchi, kuashiria kwamba ujenzi wa mashambulizi Simba ulikuwa wa shida. Simba wakipanda inatoa fursa, kwani tokea upande wa kulia siku ile alianza Joshua Budo Mutale kama winga, baadaye alikuja kuingia Kibu Dennis Prosper. Upande wa kushoto Elimpanzu Kibisawala kama winga. Hawa mabeki wanapopanda hawa wote wanabadilika, wanakuwa washambuliaji, na ndio chanzo cha kujenga mashambulizi. Mpanzu alipotea, Mutale alipotea dakika 45 za kwanza, sio kwa sababu alikuwa hasa Mpanzu alikuwa kwamba ana kiwango cha chini, la hasha. Mpanzu alikuwa fire moto, lakini huduma hazipatikani kwa sababu wale watengeneza nafasi walikuwa wamebanwa katika maeneo yao. Mohamed Hussein Shabalala alibanwa na Maxim Pia Zengeli kwenye upande wake, akawa hapandi, lakini zaidi kwa huyu Peodo Pacome Zouzoua kamfanya Kapombe au ineffective, yani asiwe na madhara kwenye kushambulia. Matokeo yake ni nini? Pacome akaongeza takwimu zake katika kufunga na kutoa assist, kwa sababu alifunga bao. Matokeo yake kabla mechi alikuwa na mabao 11, akafunga bao la 12. Kabla mechi alikuwa na assist 9, akatoa assist ya 10. Kwa hiyo amechangia mabao 22 kati ya mabao 83 waliofunga Yanga, mchango wa mabao wa around 27%. Lakini kabla ya mechi Pacome alishafanya mabalaa makubwa kwenye ligi kuu Tanzania bara msimu huu, kwa sababu baada ya mechi dhidi ya Simba kwa ujumla akawa amecheza mechi 26 kati ya mechi 30 walizocheza Yanga. Kwa hiyo unaweza kaona ile game involvement, kuhusika kwake kwenye mechi hizi kumekuwa kwa kiwango cha juu. Mechi 26 akakosa mechi 4. Dakika alicheza dakika 1579, Yanga imecheza dakika 2700 baada ya msimu kumalizika, kwa sababu mechi 30 kila mechi moja dakika 90. Kwenye mechi hizo kapiga mashuti 39, 25 amelenga lango, ambayo ni shooting accuracy, umakini wa kupiga mashuti kulenga shabaha 64%, lakini akafunga haya mabao 12. Mabao 12 aliyofunga kati ya mashuti aliyopiga ambayo ni mashuti 39, unazungumzia goal conversion rate ya kiwango cha juu mno ya zaidi ya around 30%. Kwa hiyo huyu ni Peodo Pacome Zouzoua, ni 31% kubadilisha nafasi kuwa mabao. Amekuwa kwenye kiwango bora sana kwenye mechi ambayo inahitimisha kile ambacho amekuwa kikionyesha katika msimu huu. Ndio maana akawa man of the match katika mechi ya dabi ya Kariakoo, Yanga dhidi ya Simba. Hata mimi nikushukuru sana. Shukrani jazilan. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.